Wito huo umetolewa katika uzinduzi wa jukwaa la ushirika mkoa wa Mbeya 2026 ambapo mkuu wa mkoa wa Mbeya amewakilishwa na mkuu wa wilaya Mbarali Brigedia Jenerali Maulidi Surumbu. Amesema ushirika una mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa wakulima. Serikali inahimiza na kusisitiza matumizi ya mifumo ya TEHAMA ikiwemo matumizi ya mizani ya kidijitali kwa vyama vya ushirika, na lengo likiwa ni kuongeza udhibiti na upatikanaji wa taarifa sahihi za vyama vya ushirika. Na kabla sijaingia kwenye ukumbi huu, nilipata nafasi ya kutembelea vibanda na tumeona mizani za kisasa. Kwa hiyo nitoe rai kwa washirika wote, hakikisheni ushirika wenu una mizani za kisasa. Ushirika hoi! Ndugu wadau wa jukwaa la ushirika, mtakumbuka kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iliweka utaratibu wa mbolea ya ruzuku kwa wakulima ili kumpunguzia gharama mkulima katika swala zima la uzalishaji. Mkulima anapopata mbolea ya ruzuku, maana yake tunamwekea mazingira ya kuongeza uzalishaji nchini, ikiwa ni katika shughuli zima za kilimo. Kwa hiyo napenda kuwakumbusha wakulima kuhakikisha wanajisajili na kupata namba ya ruzuku, lakini pia wakulima waliokuwa tayari wamejisajili kuhakikisha wanahuisha taarifa zao kwenye mifumo. Aidha, serikali ilitoa maelekezo kwa vyama vya ushirika kuhakikisha vinashiriki katika zoezi la usambazaji wa mbolea ya ruzuku ili kuwarahisishia wakulima kupata mbolea kwa wakati na kwa urahisi kupitia vyama vyao vya ushirika. Hivyo nawaelekeza vyama vya ushirika kuendelea kushiriki ipasavyo katika zoezi hili na kumsaidia mkulima kwa wakati. Pia vyama vya ushirika vitumike kama mawakala wa uagizaji na usambazaji wa pembejeo, hatua ambayo itawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati na kwa gharama nafuu. Hivyo maafisa ushirika na maafisa kilimo katika ngazi zote za wilaya wahakikishe wanasimamia zoezi hili na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa wakati katika maeneo yaliyo karibu na mashamba yao ya kila wakati. Ndugu wadau wa jukwaa la ushirika, ikumbuke kwamba tarehe 26 Aprili mwaka huu katika jiji la Dodoma, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alizindua kampeni ya uadilifu katika vyama vya ushirika inayosema linda ushirika, chagua uadilifu. Kampeni hiyo ambayo inalenga katika kuimarisha ushirika na kuleta taswira mpya katika uendeshaji na usimamizi wa vyama vya ushirika ndiyo dira ya sekta ya kilimo, hasa kwenye upande wa ushirika. Hivyo nawaelekeza viongozi wa vyama vya ushirika kuwa waadilifu, kwa kuwa serikali haitamfumbia macho yote atakayeonekana kutokuwa na uadilifu au kuhujumu ushirika na wanachama wake. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Elia Richard, amesema matumizi ya mizani ya kidijitali tayari yameanza katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mbeya na ameongeza uwazi katika ununuzi wa mazao. Vyama vya ushirika vimeshafanikiwa kununua mizani 105, kwa maana ya kwamba kuna mizani ambayo imenunuliwa kupitia wakulima wa kokoa kwenye halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa maana ya Kyeku, lakini kuna mizani mingine imenunuliwa kupitia wakulima ambao wanasimamiwa na chama kikuu cha ushirika cha Ruko kwa maana ya halmashauri za Rungwe na Busokelo, lakini kuna mizani ambayo imenunuliwa mingine kwa wakulima ambao wanasimamiwa na chama kikuu cha ushirika cha tumbaku Chunya Chutco Limited. Kwa jumla mizani ambayo imenunuliwa ni 105. Hii mizani kwa kiwango kikubwa sana inaenda kuwasaidia wakulima katika kupata vipimo sahihi vya mazao yao, kwa sababu wakulima walikuwa wanapata changamoto kubwa sana wanapokuwa wanapeleka mazao yao kupimwa. Vipimo ambavyo vilikuwa wanapima, mizani kwa nzima kwa kweli ilikuwa inamnyonya mkulima, ilikuwa imsaidii. Sasa ile mizani ya kidijitali ambayo pamoja na kupima inatoa taarifa mbalimbali. Taarifa anapata mkulima, taarifa anapata msimamizi kwa maana ya chama kikuu, chama cha msingi, unaona.
lakini vile vile afisa ushirika naye ambaye anasimamia anapata, lakini hata sisi tulio katika level ya mkoa na taifa tunapata taarifa. Tunajua kabisa kwa sababu inatoa risiti, na ile risiti ndio inatumika kwa ajili ya kwenda kufanya malipo. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo wakulima walikuwa wanataka, unaona, kwa sababu yale mambo swala ya zamani ya rumbesa nini na nini, kwa kweli kwa kiasi kubwa sana yamekuwa yakiwaumiza wakulima. Kwa hiyo sasa tumesema kwamba kwa sababu mazao yote yanapitia kwenye ushirika sasa hivi, plani iliyopo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba na mazao mengine yote ambayo yanapitia katika mfumo wa ushirika, basi kunakuwa na mizani ya kidijitali ambayo itakuwa inatumika. Mfano, tuna zao la kahawa, tuna zao la ufuta, tuna zao la mpunga. Haya tumepanga kwenye mwaka wa serikali unaoanza Julai mosi, kwa maana 2026 2027. Huo utaratibu tutafanya nini? Tutauanza. Utaratibu wake ni kwamba tunavitaka vyama vya ushirika vyenyewe vianze michakato. Tulishatoa maelekezo vianze michakato hakikisha kwamba wananunua hiyo mizani. Unaona? Baada ya pale ukishanunua mizani wanatangaza zabu, wakishakuwa na fedha tayari ambazo wakulima ndio wanakatwa. Wakulima watakuwa wanakatwa kiasi cha fedha cha kutunisha mfuko kwa ajili ya kununua hiyo mizani. Baada ya pale wanatangaza zabuni. Wanapata suppliers wa kusambaza hiyo mizani. Wale suppliers wakisha leta ile mizani, chama kinachukua ile mizani, wanaweza kupata mzabuni mmoja au zabuni wawili. Unaona, kutegemeana na kiwango cha mizani ambayo inahitajika. Yule mzabuni baada ya pale atapeleka ile mizani kwenye chama kikuu au kwenye chama kikuu ambacho kinasimamia vile vyama vya msingi. Baada ya pale yanatolewa mafunzo ya matumizi ya ile mizani. Kwa sababu ile mizani ya dijitali sasa watu lazima wapate mafunzo, kwa maana ya viongozi, watendaji na wasimamizi wengine, namna ya kutumia ile mizani. Baada ya pale inakabidhiwa. Ikishakabidhiwa inaanza kutumiwa. Ikishaanza kutumiwa na inaunganishwa na mfumo wa MOVE, mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, ili tuweze kuwa tunapata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo kama kuna kitu kinatokea Mbeya vijijini kule kwenye AMCOS, basi wasimamizi tuweze kupata taarifa kwamba kiasi gani kimepelekwa, kimeingizwa galani, imepimwa, mkulima alipwa kiasi gani, na tupate taarifa kwa kila wiki. Sasa zile taarifa zitatusaidia katika kujua maendeleo ya hivyo vyama, lakini vile vile kwenda kufanya maamuzi mbalimbali. Nao baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema mkutano huo umewapa fursa ya kujifunza na kubadilishana uzoefu wa kuimarisha vyama vya ushirika. Kwa hiyo tumebarikiwa sana na hili jukwaa na nasaha ambazo zinatolewa na viongozi na watu mbalimbali, lakini pia hili jukwaa linatufanya tunapotoka hapa tuwe watu ambao tuna mawazo mapya kuendelea na jukumu la kuwasaidia wakulima katika vyama vyetu na katika halmashauri zetu kwa ajili ya mstakabali wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika mizani ya kidijitali kama serikali inavyotaka, kuna faida kubwa ambazo zimeonekana kwa sisi kama viongozi, lakini pia hata wakulima. Moja, hata mkulima yoyote ambaye hajasoma akiweka mzigo wake pale, unamwambia yeye kwamba ni kilo 50, kilo 20, kilo ngapi, na unapima kulingana na uzito wake jinsi ulivyo. Manufaa jukwaa la ushirika, moja, linatuunganisha wanaushirika wote katika mkoa wa Mbeya, lakini pili, linakutana na wadau mbalimbali ambao ni wafanyabiashara na wengine ambao wanahusika kwenye masuala ya ushirika, wakiwepo watu wa taasisi za kifedha kwa maana banks, lakini pia kuna wadau wengine ambao wanatoa huduma kwenye vyama vya ushirika. Hii yote ni manufaa ya ushirika. Lakini pia kubwa zaidi ni hii ya kutuunganisha na kubadilishana mawazo kati ya chama kimoja na chama kingine, kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa upande wa mizani ya kidijitali, kumekuwa na kasumba ya wafanyabiashara kuchezea mizani. Hii imekuwa mara kwa mara kwamba mkulima anaweza kawa anahitaji kuuza mazao, lakini wanunuzi wanachezea mizani. Hii imekuwa ni sio mara moja, ni mara nyingi. Sasa kwenye ushirika sasa hivi kuja na mfumo wa mizani kidijitali ambayo huwezi kuichezea kwa urahisi. Na bahati nzuri ni kwamba kauli hii imeanza miaka ya nyuma kidogo kutoka tukiwa kwenye vikao vya Sudi, imekuja sasa hivi kwamba sasa iwe rasmi kwamba kila chama cha ushirika kiwe na mzani wa kidijitali ambao hauwezi kuchezewa kwa urahisi, ambao utampa manufaa mkulima, utampa manufaa mwana ushirika, na vile vile itakipa manufaa chama cha ushirika kwa sababu kinaweza kuuza bidhaa zake bila udanganyifu wowote. Nakutana na AMCOS mbalimbali, vyama vikuu mbalimbali, wana ushirika mbalimbali ambao kila mtu anafanya jambo lake huko anapokuwa. Kwa hiyo tukutana hapa tunabadilishana mawazo namna tunavyofanya kazi, na hata changamoto tunashare ambazo huwa kila mtu anakuwa na changamoto zake na namna za kuzitatua. Kwa hiyo tunakuwa tunashirikiana. Kuna uwezekano wengine wakawa wanafanya vizuri, sisi huenda upande wetu tusifanye vizuri. Kwa hiyo tukikutana mazingira kama haya, tunashare namna gani labda waliweza kusolve kama ni changamoto au wamefanikiwa vipi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunakuwa tunashare, lina manufaa sana kwetu.
Mizani ya digitali kwa kwetu sisi kwa chama kikuu cha KYECU na mkosi zake sisi tulishalifanya, tumelikamilisha na tuko tunafanya kupima mazao ya wakulima kupitia mizani ya digitali, na ina manufaa kwa sababu hamna mtu atachezea ule mzani au kiongozi wa chama atachezea ule mzani kwa maana ya kumwibia mkulima. Kwa hiyo ina manufaa kwa maana hatutoweza kumwibia mkulima. Na ile mizani uzuri imeunganishwa na mfumo. Taarifa zinapotoka kwenye chama cha msingi, umeshampimia kokoa zake, labda kwa mfano sisi ni kokoa, umeshampimia mkulima, taarifa zinaenda mpaka TCDC. Kwa hiyo hamna namna utachakachua sehemu yoyote. Taarifa za mkulima, zao lake alivyozipima, kilo zake zinakuwa ziko sahihi. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa mkulima, kwa manufaa ya mkulima. Kwanza kuna fursa za bima. Tunatoa mikopo bila bima, lakini hapa tumeelimishwa kwamba inatakiwa mikopo yetu iwe na bima hivyo. Na pia tunakutana na wenzetu wakulima, wanatuelekeza, wanatupa fursa zilizopo kule, tunashare na wanatukaribisha. Of course tunapata hizo fursa. Mimi sikuwa mkulima, lakini nikitoka hapa tenda taungana na wenzangu, nitakuwa mkulima pia, nitakuwa mfanya kazi zeni mkulima, kwa nitaingiza vipato viwili kwa wakati mmoja.